Kwa kipekee kabisa naishukuru bodi ya wakurugenzi wa Jambo Tanzania ambao waliniamini nilipopeleka uhitaji wa hivi vifaa kwenye mkoa wetu. Wakati huo tunaanza hii safari karibu zaidi ya miaka 2 iliyopita, tulikuwa hatuna CT scan hapa mkoani, na mamangu mkubwa alikuwa anaumwa hapo hospitali ya mkoa. Tukawa tunahitaji kufanya vipimo, tukawa tunajikusanya kuchanga pesa ili tuweze kwenda Bugando. Ile kadhia ile ndio iliyonifanya niseme kwamba jamani, hamna kitu tunachoweza kufanya kuweza kuondoa hii changamoto, kwa sababu sisi wenyewe tunapata changamoto kumsafirisha mgonjwa wetu. Je, watu ambao labda hawajaneemeka kama tulivyoneemeka sisi? Tabu si kubwa sana. Namshukuru Mungu kwamba huyo mama yangu mpaka leo yupo, Mungu anazidi kumpigania, na hiyo experience ambayo tulipitia leo hii imewezesha kuwa na hivi vifaa hapa kijijini. Nia yetu ilikuwa ni kutafuta namna ya kuweza kusaidia watu wa Tanzania. Nafikiri hiyo ni rahisi kutimia, lakini pia kuchochea huduma bora za kisasa za afya, hasa kwenye maeneo ambayo yana upungufu wa huduma hizo. Nashukuru sana kwa kushirikiana vema na wadau wa Marekani waliotupatia vifaa hivi vyenye thamani ya shilingi bilioni 3. Namshukuru yeye na wenzake wameisha tajwa, ambao ni Dr. Mganyizi Kairuki na mke wake. Mkoa wetu wa Kagera upo pembezoni mwa Tanzania, lakini hapo uko katikati ya Afrika Mashariki, na kwa sababu hiyo vifaa tiba hivi havitanufaisha tu wana Kagera, bali pia wananchi wa nchi jirani watakaochunguzwa. Yote yaliyotajwa sitayarudia. Shukrani ya 4 ni kwamba tayari vifaa hivi vimeanza kutumika na kusaidia wengi ambao mbali na ugonjwa walikuwa na ugonjwa wa nauli. Kuna ugonjwa, lakini kuna na ugonjwa wa hofu ya nauli kwenda mbali. Wengine walikuwa na hofu, ugonjwa wa matunzo ukiwa mbali, ugonjwa wa gharama za malazi na chakula ukiwa mbali. Sasa hivi tunashukuru Mungu, yote yanatendeka hapa Ndorage. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni imani yangu kuwa kupatikana kwa vifaa tiba hivi vya kisasa kutaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za kawaida na huduma za kibingwa katika hospitali hii, na hivyo huduma za kibingwa katika mkoa wetu wa Kagera kuongezeka ukilinganisha na zile zinazopatikana katika hospitali zetu za serikali. Tunajivunia sana upatikanaji wa vifaa hivi. Aidha, ni dhahiri kuwa idadi ya wagonjwa sasa katika hospitali hii itaongezeka maradufu, na sisi tutaongeza ushirikiano kwenu. Ndugu zangu, pamoja na kwamba hospitali ya Ndorage hutoa huduma za afya kwa gharama ndogo au kwa wananchi kuchangia gharama za matibabu, lakini pia nimeambiwa kuwa wananchi wenye uwezo mdogo hupatiwa matibabu kwa msamaha wa matibabu. Tunashukuru sana. Kupitia kitengo cha Poor Patient Fund kwa kipindi cha Januari hadi Disemba 2024, jumla ya wananchi 790 walipata matibabu kwa msamaha, na hospitali ya Ndorage ilichangia jumla ya shilingi milioni 319.7. Msamaha huo unadhihirisha pasipo shaka kuwa kanisa linawahudumia wananchi kiroho na kimwili, na hakika hili ni jambo la kuigwa na kupongezwa sana. Binafsi najivunia sana mchango wa KKKT
katika utoaji wa huduma za kiroho, afya, elimu na kadhalika. Kwa namna ya pekee, nipende kukuhakikishia Baba Askofu Dr. Kesho Mshahara pamoja na viongozi wengine wote wa dini kuwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kuunga mkono juhudi hizi za taasisi za dini za kuwahudumia wananchi. Aidha, tutaendelea kutoa ushirikiano ili wananchi wote wapate huduma bora na kwa wakati. Serikali itaendelea kuajiri na kuleta wataalamu katika hospitali hizi ili kutoa utaalamu wao, hususan wa kibingwa, kwa kuwa vifaa tiba vya kisasa na wezeshi tayari vipo hapa.